Moto ulipoanzia ulianzia kwa jirani yangu. Yeye pasipo kufahamu. Moshi ukawa ni mkubwa sana. Wakati huo mimi nilikuwa namlaza mtoto akawa analia sana. Mimi nikatoka nikamuita jirani yangu. Mbona moto mkali? Moto, nikamwambia ndio, moto unatokea kwako kule. Lakini moto huo unavyoonekana ulikuwa ni shoti ya umeme. Maana ulikuwa kama mara 3 ulipiga lip. Kweli tukatoka baadaye tukapiga makelele. Watu wakaja wakatusaidia, wengine wakawa wanapigia fire mpaka walikofika hapa. Jirani yangu ndo aliniambia kwamba moto unawaka, mimi nilikuwa sebleni, nilikuwa sijui. Vitu ambavyo vimeungua ni vingi na vitu ambavyo vimeokolewa ni godoro moja. Ndio naliona ambalo limeokolewa na vingine ndoo tu, lakini asilimia kubwa vitu ndio vitu ambavyo vimeteketea ndani. Mnamo majira saa 7:35 niliona tukio la moto ukiwaka kwenye kota za polisi. Ndipo nikaja mbio, nikakuta moto unaendelea kuwaka na nikaweza kukumbuka na namba ya CRO ya fire. Ndipo nilipowapigia wakaweza kuja kutupa ushirikiano huu katika moto uliotokea hapa katika hizo kota. Kwa hiyo tulishirikiana na wananchi wenzangu walikuwa nao pamoja hapa, tukaweza kuokoa chumba kimoja katika vyumba 4 vya kota. Kimoja tuliweza kuokoa na tukaweza kutoa magodoro pamoja na makochi pamoja na friji na begi. Naitwa mkaguzi msaidizi Hussein Mahmudu, mkuu wa kitengo cha usalama wa moto mkoa wa Tanga. Leo majira ya saa 4 mchana tulipokea taarifa ya moto wa nyumba za polisi barabara 21 mkoa wa Tanga. Tulifika kwa wakati namba 1. Tulikuta moto unawaka. Kule namba 1 ilizima moto huo kwa wakati. Kilichokuwa kinaungua ni vyumba 4. Watu wangu wapo eneo la tukio, saa hizo wanafanya uchunguzi. Baada ya kumaliza uchunguzi tutapata taarifa ya tukio na chanzo cha moto.